Je, unafahamu ya kwamba unaweza kupata kazi katika majeshi, iwe jeshi la polisi, jeshi la uhamiaji, jeshi la uokoaji, jeshi la zimamoto, bila kuwa na connection ya aina yoyote. Sasa leo hii nimekuletea siri ambayo au story ambayo ni ya jamaa fulani ambaye alikuwa hana connection ya namna yoyote ile, lakini sasa hivi anafanya kazi katika jeshi la polisi na analipwa mshahara mzuri tu. Kwa maana hiyo nisikilize mwanzo hadi mwisho tuweze kujua mshikaji alitumia mbinu gani mpaka leo ametoboa. Cha kwanza usikate tamaa, nisikilize mwanzo mpaka mwisho. Iko hivi, kuna jamaa mmoja ambaye familia yake ilikuwa ni ya chini sana. Walichokuwa wanaweza kupambania ni pesa ya kula na kuilisha familia kila siku, lakini kusema kumsomesha mshikaji afike mbali sana ilikuwa ngumu. Kwa maana hiyo mshikaji aliishia form 4, umeona. Ila mshikaji alikuwa anapenda sana mazoezi, alikuwa anafanya sana mazoezi, umeona. Sasa jamaa akaja siku moja akaniuliza akaniambia, oya bro, nifanye nini mwanangu, mi nafanya mazoezi sana, napenda mazoezi, umeona, lakini kazi hamna, umeona. Siku moja akaniambia kwamba bro, nimeamua nianze kulinda. Akawa analinda shule ya msingi fulani hivi, akawa analinda kama mlinzi, wanamlipa mwisho wa mwezi mshahara. Yaani kama wewe vile ukikumbuka ile shule ya msingi mnachangishwa sijui 500 za hela ya mlinzi. Kwa hiyo jamaa akawa analinda shule. Kila siku jioni saa moja, saa 12 anaenda kazini, anaenda kulinda shule. Siku zilivyozidi kwenda mshikaji, baadaye akajiunga na polisi jamii, wale kama sungusungu wale wanaokuwa wanatembea usiku, umeona. Akawa anafanya vidoria vya usiku, anatembea hivyo mtaani, umeona. Siku zimezidi kwenda, akazidi kujuana na watu wa usalama, wale ambao wanahusika na usalama wenyewe. Akaniambia, oya bro, sasa hivi najuana na afande fulani, maana najuana na mtu fulani, umeona. Sasa ujue kwenye hizi kazi kuna kazi ambazo huwaga zinakuja kwa siri bila kuwekwa announced, umeona, yaani wanahitaji mtu wamfiksi, waongeze askari na hawatangazi wengine, umenielewa? Kwa hiyo kuna kituo fulani wakawa wanahitaji mtu wa chap, umeona. Sasa jamaa kwa vile alikuwa ashaanza kujuana na baadhi ya mafande alafu anajua mshikaji ni mpiga kazi kinoma anajituma. Basi jamaa akaangukia dodo, kachukua embe, tayari katembea. Kwa hiyo wakamchukua vile tu easy, yani kwamba alikuwa na nia ya kuitafuta ile kazi. Kwa hiyo kupitia kujuana kwenye hizo kazi, basi dogo akachukuliwa hadi leo ni askari. Kwa maana hiyo trust me kwamba unaweza ukapata kazi bila kuwa na connection kubwa sana, ila connection unaitengeneza mwenyewe. Sasa unaitengenezaje? Halafu tambua ya kwamba sio kazi zote zinazotangazwa. Kuna kazi zingine zinahitaji watu kadhaa katika kituo fulani. My dear, hiyo haiwezi tangazwa, hiyo inauliwa chini kwa chini. Kwa maana hiyo watu wanatafutwa, wanafiksiwa, wanajaza magepu. Ndio iko hivyo kaka. My brother, my sister, iko hivyo. Tupambane, tujiamini, tuweze kuingia kwenye soko la kutafuta kazi za jeshini. Asante.